Savara, pole na safari. Alisali moja, hamna shida, nyinyi mashemeji, haina pressure. Karibu sana Tanzania. Asanteni sana, nashukuru man. Hewa safi na yani nina shukrani sana kuwa hapa yani. Tanzania imekuwa kama second home, sio? Kabisa. Na umekuwa unakuja mara kwa mara. Ndio. Hivi uye kufikiria siku moja uhamie Bongo Dar Savara? Lakini mbona nahamia na ni 1 hour away? Unajua unahamia mahali ambapo yani kuenda ni mbali, yani ni masaa mengi, lakini ni sali moja. Hapo nasafiri hata siku moja. So Bongo ni kama yani ni karibu tu, ni mtaani. Yani karibu na kwetu. So nashukuru sana. So niko hapa na tuko karibu, yani tuko salama na tunashukuru sana, tuko karibu, yani tuko tayari kuwatumbuiza na kufurahisha kila mtu yani. Bongo ni watu wetu yani. Karibu tu kidogo ni yawe Bongo. Leo tumekuwa umepokelewa na Barnaba. Labda pengine mashabiki zako wa Tanzania, mashabiki wa Kenya watajiuliza Savara amekuja Bongo kwa ajili ya nini? Yuko na Barnaba. What's happening? Nimekuja Bongo kwa sababu ya shughuli ya maana sana. Niko na ndugu yangu hapa anaitwa Barnaba. Tumefanya kazi safi sana, tunakuja kuwakilisha vizuri. Tunakuja kushoot video, tunakuja kufanya matayarishi mazuri ile mpate yani kupata visuals ambazo zinaonyesha Watanzania katika heshima, inaonyesha Wakenya katika heshima, na video ambayo inaonyesha ushirikiano katika wasanii wa Afrika Mashariki. So nimekuja hapa kufanya kazi na ndugu yangu ambaye ni shupavu sana, tunamheshimu sana, kutoka Kenya, Barnaba, yani msanii ambaye amekita mizizi sana katika East Africa yetu. Ndio. For how long umesubiri collaboration kati yako na Barnaba? Imekuwa tumeongea kwa muda sana. Tulikuwa tumeongea kwa muda sana. Yani unajua ile wakati saa nyingine unakuwa haupatikani. Lakini Barnaba tumekuwa, because he is a true artist. Na unajua mimi tangu enzi za Sauti Sol yani tunajulikana kama true artist. So ambapo tunashirikiana na wasanii ambao wanajua kucheza instruments. Unajua huyu ni msanii yani. Usi kiki. Huyu ni msanii. So I'm very honored, na tumekuwa tukisubiria hiyo kazi, tumeongea kila wakati, lakini ilikuja ikafanyika na tumefanikiwa sana kuja kufanya video. Yani ni baraka tele yani, tunashukuru sana. Unaposema Barnaba sio msanii kiki, ni msanii mwenyewe. Ndio. Tunaona wasanii wengi wa Kenya mnasema bongo sana kiki, bongo sana kiki. Na wewe unatuona hivyo kwamba wasanii wetu kiki nyingi? Kiki ni part of entertainment, si kitu kibaya. Tusiongelee kama ni kitu kibaya. Ni kitu kizuri. Entertainment is entertainment. There's real music, there's TikTok music. Kuna muziki ambao unakita mizizi yani unawasia wengi, na kuna muziki tu ambao ni wa kucheza cheza. So all of them is entertainment. So chaguo ni lako. Hakuna mtu ambaye amesema ati kiki ni kitu kibaya. Hapana. Kama sanaa yako inaendana vizuri na kiki, ni biashara, wewe chukua hela yako enda.